السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Halifa mtukufu yadahullahu ta'ala bin Nasr al-Aziz anasema kwamba hizi ni aya mbili za sura al-Hashr. Tafsiri ya aya hizi ni hivi kwamba enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na mtu aangalie aliyotanguliza kwa ajili ya kesho, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayotenda. Wala msiwe kama wale waliomsahau Mwenyezi Mungu, kwa hiyo akawasahaulisha nafsi zao. Hao ndio wavunjao sheria. Halifa mtukufu anasema kwamba kwa kawaida tunashuhudia kwamba maovu ya kawaida, kwa kuona kwamba haya ni maovu ya kawaida, watu hawafanyi juhudi ya kujiepusha nayo, au hawazingatii kwamba haya ni maovu makubwa. Lakini kutokujali kuhusu maovu haya, mtu anajiingiza katika madhambi makubwa, na hivi mtu polepole anasahau mema na anasahau kiwango cha mema ambacho mtu anatakiwa akipate katika maisha yake, na anakosa hofu ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, na vile vile anakuwa mbali na ucha Mungu, na vile vile anakosa imani baada ya kufa kwake kwamba atakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kana kwamba yule ambaye anadai kwamba yeye ni muaminio, kwa vitendo vyake anaendelea kuwa mbali na masharti ya imani, na yeye kwa Mwenyezi Mungu habaki kama ni muaminio. Katika aya hizi Mwenyezi Mungu amewakumbusha waaminio kuhusu jambo hili.
mwenyezi mungu amewakumbusha waaminio sana kwamba msijali maisha ya dunia hii na mchezo wa dunia huu wala starehe ya dunia hii au uhusiano wa jamaa tu, bali kitu kinachotakiwa kitiliwe maanani ni kesho yenu, yani maisha ya akhira. hali ya imani yenu juu ya mwenyezi mungu na kumcha yeye inatakiwa iwe lengo la maisha yenu. lengo lenu linatakiwa liwe kuhusu maisha ya baadaye, maisha ya akhira, na vile vile mnatakiwa muwe na imani juu ya siku ya hisabu. ikiwa hii inapatikana, ndipo maendeleo ya hulka zenu nzuri yatapatikana, na hulka zenu hazitakuwa hulka za juu juu, bali hulka zenu zitavuta ridhaa ya mwenyezi mungu. maendeleo yenu ya kiroho na madai yenu kwamba mimi ni mwaminio, madai yako yatakuwa sahihi wakati utakapozingatia kesho yako, yani maisha ya akhira. yakini yenu na imani yenu juu ya mwenyezi mungu itahesabiwa imani wakati kwa kuzingatia kesho yenu mtafanya juhudi ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu, na mtafanya juhudi ya kufuata amri zake zote. sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam anasema kuhusu aya ya kwanza niliyosoma mbele yenu, anasema enyi mlioamini, endeleeni kumwogopa mwenyezi mungu, na kila mmoja wenu aendelee kuzingatia kwamba nimetuma nini kwa ajili ya kesho, na muogope mwenyezi mungu ambaye ni khabir na alim, yani yeye anajua kila kitu na anajua na anaona vitendo vyenu, yani yeye anajua vizuri sana. ndiyo maana mwenyezi mungu hatapokea vitendo vyenu ambavyo si kwa ajili ya mwenyezi mungu. basi kila mmoja wetu kwa makini sana na kwa juhudi anatakiwa aelewe mada hii kwamba kwa kumcha mwenyezi mungu tuchunguze amali zetu, vitendo vyetu, tuchunguze mambo ambayo yanaboresha kesho yetu. allah subhanahu wa ta'ala ambaye anajua vizuri hali ya mioyo yetu na anajua tumeficha nini ndani ya mioyo yetu, hatuwezi kumdanganya mwenyezi mungu huyu kwa kuonyesha vitendo vya juu juu, bali sayyidina alayhi salatu wassalam alisema yeye anafanya tofauti baina ya kweli na uongo, na yeye hatakubali vitendo ambavyo ni vitendo vya uongo. basi kwa ajili ya mwaminio jambo hili ni jambo la kufikiria sana, kwamba yeye afikirie kuhusu kesho yake ambapo hisabu ya amali zake itafanywa. sisi sawa na wale ambao hawana imani tusione kwamba dunia hii ni kila kitu, bali kwa ajili ya kupata ufaulu mkweli tufuate uchamungu. hadhrat khalifatul masihul awwal radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mwenyezi mungu ametuambia kwamba namna gani tunaweza kufaulu katika dunia hii. yaani mungu amesema kwamba mtu afikirie kuhusu kesho
hivi dunia yake itaboreka na vile vile akhira yake pia itaboreka. Kisha alisema halifa wa kwanza kwamba mafundisho ya Qur'ani tukufu isemayo waltanzur nafsu ma qaddamat lighad, kwa kufuata mafundisho haya mtu anafaulu duniani, na si hii tu kwamba anafaulu duniani bali katika akhira pia anafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi hatuwezi kukusanya mali kwa ajili ya akhira mpaka kuanzia leo tufanye maandalizi kwa ajili ya kesho. Kuhusiana na hii nataka kueleza hii pia kwamba aya hii inasomwa katika hutuba ya ndoa. Aya hii ni aya mwisho inayosomwa katika hutuba ya ndoa. Aya zinazosomwa katika hutuba ya ndoa, katika aya hizi Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu mambo mbalimbali, kwamba kwa mfano amesema mnatakiwa muzingatie uhusiano wenu na jamii, na vile vile majukumu mtakayopewa muzingatie majukumu haya. Mnatakiwa muzingatie ukweli, na kwa sababu ya kufuata ukweli mtaweza kutimiza uhusiano wa jamii na mfuate amri za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii maisha yenu yatafaulu. Kisha Mwenyezi Mungu katika aya hizi amesema kwamba ikiwa mkizingatia kesho yenu katika hali hii, mtaendelea kuzingatia amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sasa Mwenyezi Mungu na mtume wake wametoa amri chungu mzima ambazo zinasaidia katika kuboresha uhusiano wa jamii. Ikiwa mtu anazingatia, mtu mwenyewe anapata faida yake ikiwa anafuata amri hizi, kama alivyosema halifa wa kwanza kwamba katika hali hii dunia yake pia itaboreka na akhira pia itaboreka. Duniani maisha ya nyumbani itakuwa kama ni pepo, vile vile kwa sababu ya kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala atapata neema za akhira pia. Kisha si hii tu kwamba atapata faida yeye mwenyewe tu, yani atafaidika yeye tu, bali watoto wake pia watafuata njia za mema. Na katika hali hii yeye hataboresha akhira yake tu peke yake, bali ataboresha akhira ya kizazi chake pia. Na yeye atakuwa dhamana ya watoto wake, kwamba watoto wake pia wataendelea kufuata nyayo za mema. Basi ile nyumba ambayo mwenye nyumba anaharibu nyumba yake kwa sababu ya mambo madogo madogo, wao wakianza kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kwa kuzingatia amri zake, katika hali hii watakuwa dhamana ya utulivu wa nyumbani. Vile vile watafanya malezi mazuri ya watoto wao, na vile vile watawaongoza katika njia iliyonyoka na njia ya uchamungu. Na hivi wataboresha maisha yao pia, bali watapata neema za Mwenyezi Mungu katika dunia hii na katika akhira pia. Basi nyumba za aina hizi
ambamo kwa sababu ya mambo madogo madogo kwa ajili ya kuzingatia dunia watu wanaharibu nyumba zao. Wale wenye nyumba wanatakiwa wafikirie kwamba kizazi cha kesho si kizazi chenu tu, bali ni kizazi cha jumuiya na vile vile ni kizazi cha taifa pia. Kuwaongoza katika njia iliyonyoka ni jukumu la wazazi, na hii inaweza kutokea wakati wazazi wenyewe wanaishi sawa na amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mwenyezi Mungu awawezeshe wote waweze kufanya hivi. Hazur anasema kwamba hii ni sehemu moja ya maisha. Kila mwaminio amekumbushwa kuhusu hii ili aboreshe dunia yake na dunia ya watoto wake. Katika maisha yetu tunapata nafasi mara chungu mzima wakati sisi hatufuati ucha Mungu, hatuzingatii akhira. Tunaona kwamba dunia hii ni kila kitu, tunaangukia dunia, tunatanguliza mategemeo ya dunia juu ya mategemeo ya Mwenyezi Mungu. Kisha kwa sababu ya udhaifu wa imani na kwa sababu ya uvivu tunaharibu kesho ya dunia hii, na vile vile tunasahau kuhusu kesho ya akhira. Hatufikirii kwamba matokeo yake yatakuwa mabaya kiasi gani. Halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu safari moja katika maneno machache alisema kwamba maamini wanatakiwa afikirie matokeo ya kila kitendo kabla hajafanya, yani anafanya kitendo hiki matokeo yake yatakuwa nini. Anasema mtu anataka kumua mtu, anatukana, ikiwa mtu anafikiria matokeo yake yatakuwa nini, akizingatia asili yake, basi yeye atafuata uchamungu. Hazur anasema tukizingatia maovu yote na dhambi zote zinatendeka kwa sababu ya hii, kwamba wakati mtu anapofanya dhambi ile mtu anafuata shetani na mtu hajali matokeo ya kazi ile anayofanya au dhambi ile anayofanya. Inatokea mara chache sana kwamba wale wanaofanya mauaji au wanafanya dhambi kwa kukiri dhambi zao wanakuwa tayari kupokea matokeo yake. Watu ambao wanajitolea kwa ajili ya kupata matokeo ya dhambi wanakuwa wachache, lakini kila mtu anayetenda dhambi anapotoka katika hali yake ile wakati wa kufanya kile kitendo anafanya juhudi ajiepushe na ghadhabu na adhabu ya dhambi ile. Hapa Mwenyezi Mungu hazungumzi kuhusu wale watu ambao ni mwenda wazimu au ni wakosefu, bali Mwenyezi Mungu anasema kuhusu wale wanaodai kwamba ni waaminio. Anasema mwaminio alama yake ni kwamba yeye anazingatia kesho. Halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu kwa kueleza jambo hili kwamba namna gani mtu anaweza kuzingatia matokeo na kesho, kwa ajili yake hii anasema mtu anatakiwa awe na imani juu ya hii kwamba wallahu khabir bima ta'malun, yani yoyote mnayotenda mnayofanya Mwenyezi Mungu anajua, anayo habari yake. Mtu akiwa na yakini hii kwamba yupo Mwenyezi Mungu ambaye anajua
kila kitu, anajua uovu, udanganyifu na uwivu pia, na yeye atatoa adhabu yake. Mtu akizingatia hivi, basi mtu anaweza kujiepusha na madhambi. Amesema halifa wa kwanza, mtu anatakiwa awe na imani ya aina hii. Halifa mtukufu anasema wapo watu wengi ambao majukumu yao kama kibarua au katika kazi yao wanaonyesha uvivu. Kwa kufanya hivi hawapati riziki halali. yaani wale ambao ni wavivu katika kutekeleza majukumu yao ya dunia, wao wanaharibu kesho yao, na vile vile riziki waliopata, ile riziki si halali kwao, kwa sababu wamepata riziki hii ile kwa kudanganya. Basi aya hii inatukumbusha kuhusu kesho yetu. aya hii ina maana pana sana katika kila hatua. Kwa kushika hatua ya mwanadamu inamzuia kwamba asiendelee kuzidi katika maovu. Basi tunatakiwa tuwe na yakini ya aina hii kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kitendo chetu tunachokifanya. vile vile tunatakiwa tuwe na yakini juu ya hii pia kwamba kila udanganyifu wetu, hata kama tunaona kwamba udanganyifu huu ni wa kawaida au tunafanya hii kwa ajili ya kupata faida, au tunaonyesha uvivu katika kazi yetu, au sawa na ahadi hatumalizi kazi yetu kwa sababu ya hii, kwamba isije tukakosa faida. Katika hali hii mkumbuke kwamba Mwenyezi Mungu hapendi mambo haya. Ikiwa Mwenyezi Mungu hapendi mambo haya, basi matokeo yake kama aliyosema halifa wa kwanza ni kwamba matokeo yake yatakuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwaminio kwa kumkumbusha kwamba azingatie kesho, kuanzia mambo ya madogo madogo ya nyumbani, mambo ya jamii, mambo ya biashara, mambo ya kitaifa na ya kimataifa. Katika mambo yoyote Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba tufuate njia ya uchamungu, na yule ambaye hafuati uchamungu yeye akumbuke, asisahau kwamba yule mtu atakamatwa na Mwenyezi Mungu. Mtu hatakiwi awe na fikira hii kwamba mambo ya dunia hayahusiki na mambo ya dini. Mwaminio ameambiwa kwamba afuate uchamungu, na katika uchamungu mambo yote ya dunia na akhira na ya dini yanatakiwa yatekelezwe sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu baadhi wakati anadhani kwamba afanye juhudi ili asipate maafa ya dunia na apate faida ya dunia, hata kama anafanya nini kwa ajili yake hii. Lakini inatakiwa ikumbukwe kwamba njia yoyote inayofuatwa na kwa kudanganya faida inayopatwa, jambo hili linampeleka mtu mbali na imani. Na jambo hili linaloonekana ni jambo la dunia inakuwa imtihani kwa ajili ya mtihani wa dini kwa ajili ya mtu, na hivi polepole mtu anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu na dini pia. Ndiyo maana mwamini anatakiwa akumbuke kwamba jaribio la imani, hiyo ibtilaa ya imani, ni kubwa zaidi kuliko jaribio la dunia. Matokeo yake ni kwamba dunia na akhera inapotea. Basi sisi kwa fikira hii tunatakiwa tuendelee kuchunguza mioyo yetu na tuzingatie matokeo ya kila kazi, kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu anajua kila kazi yangu.
ikiwa tutakapokuwa na fikira hii, wazo hili, basi mwaminio anakuwa mwaminio mkweli na anakuwa mwaminio haswa. Halifa mtukufu anasema kwamba kwa ajili ya kuzingatia hali hii haina haja ya kuzingatia taarifa ya kundi lolote. Kila mtu anaweza kuchunguza hali yake mwenyewe kwamba je, yeye anayo hali hii, kwamba kabla ya kufanya kila kazi anakuwa na wazo hili kwamba Mwenyezi Mungu anajua kazi yangu hii, anaona kazi yangu hii. Ikiwa mimi kwa imani safi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu nafanya kazi hii, basi Mungu atanipatia ujira chungu mzima kama alivyoahidi. Lakini ikiwa nia ni mbaya, katika hali hii mtu anatakiwa afikirie kwamba mimi naweza kukamatwa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa kila mmoja wetu atakapokuwa na fikira na wazo ya aina hii na atatimiza majukumu yake kwa fikira hii na atafanya juhudi kwa ajili ya kutimiza majukumu yake, katika hali hii hali ya uchamungu ya jumuiya itaboreka. Na uchamungu ukiboreka hivi, basi hali yake itaonekana yenyewe. Haitakuwa shida kwa ajili ya idara ya malezi, wala haitakuwa shida kwa ajili ya idara ya umuri ama, wala vile vile idara zingine pia hazitakumbushwa kuhusu majukumu yao. Basi kila wakati muendelee kuchunguza mioyo yenu asubuhi na jioni. Na kuna haja sana ya kujiepusha na mashambulio ya shetani na mawazo ya shetani. Na mawazo mabaya yanakuja kwa sababu ya shetani, na ni shetani ambayo inafanya kazi kwa ajili ya kumsahau Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi hatujali kuhusu kesho, hii ni kazi ya shetani anayofanya. Huyu ni shetani anayesema kwamba usahau jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu anakuona. Ikiwa tukichunguza, ni wengi ambao hawafikirii jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu anaona kazi yangu na kitendo changu na matokeo yake yanaweza kuwa nini. Na hii yote inatokea kwa sababu ya hii, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba shetani anatembea pamoja na damu katika mwili wa mtu. Maradhi chungu mzima inamdhuru mwanadamu kwa sababu ya hii, kwamba maradhi yale yanatembea pamoja na damu ya mwanadamu, na polepole maradhi yale yanaleta athari mbaya juu ya mwili wa mtu. Mwanzoni mtu hajui kuhusu maradhi ile ambayo iliyomshambulia. Hata mtu akiwa mwangilifu sana, akipata athari fulani, akienda kumwona daktari, mwanzoni hata baadhi wakati waganga hawajui kwamba mtu ameshambuliwa na maradhi na inatembea pamoja na damu ya mwanadamu, pamoja na mwanadamu katika damu yake. Kama niliyosema, maradhi yanakuja baadhi wakati hivi kwamba mtu anapata maradhi kutoka kwa mtu mwingine. Hata siku hizi tunaona kwamba kuna maradhi ya aina mbalimbali yaliyoenea. Mwanzoni hatujui, lakini baadaye yanapoenea tunajua kuhusu yale maradhi. Lakini kitu ambacho ni chenye hatari sana katika zama hii ni maradhi ya kiroho. Na maradhi ya kiroho yameenea sana, na mwanadamu
hajui kwamba wakati gani shetani ameingia katika damu yetu na ameanza kuzidisha maradhi ya kiroho. Lakini shetani akitembea katika damu ya mwanadamu, ile maradhi inakuwa hatari zaidi kuliko maradhi ya mwili. Kwa sababu ya hii kwamba kwa sababu ya maradhi ya mwili unapata athari na mtu anaona kwamba amechoka na anakuwa katika maumivu, na mtu anaposikia hali hii anamwendea daktari na anamwambia kwamba yeye ni mgonjwa. Lakini maradhi ya kiroho ni hatari kwa sababu ya hii kwamba wakati mtu anapokuwa mbali na Mwenyezi Mungu na anapokuwa chini ya mashambulio ya shetani, wakati ule yeye haoni kwamba yeye ni mgonjwa, bali anaona kwamba yeye yupo mzuri, katika hali mzuri. Marafiki zake wanamwambia kwamba wewe ni mgonjwa. Kwa sababu ya kusemwa kwa marafiki, hata wale wanaozidi katika maradhi wanaona kwamba marafiki na jamaa ni waongo. Basi shetani akishambulia, shambulio lake ni lenye hatari sana, kwa sababu ile ni maradhi ya kiroho, na kwa ajili yake mtu haoni kwamba yeye anataka matibabu. Hata wakikumbushwa na wengine, yeye aona kwamba hana haja ya kupata matibabu. Basi maaminio, kabla maradhi imeshambulia, achunguze hali yake na amali zake, na yeye anatakiwa achukue tahadhari. Na katika jamii hii, kama niliyosema kwamba katika hewani kuna maradhi ya aina mbalimbali. Kwa ajili ya kujiepusha na maradhi haya, kuna haja ya kufanya vitendo kwa mfululizo, au kuna haja ya kupata matibabu kwa mfululizo, na kuna haja ya kuchukua tahadhari. Na hii ndiyo ni muhimu kwa ajili ya mwaminio, na anatakiwa kwa ajili yake hii aendelee kufanya juhudi. Inatakiwa ikumbukwe kwamba mwaminio hawezi kuwa mbali na haufu ya Mwenyezi Mungu. Kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, inapatikana katika riwaya kwamba wakati wote alipokuwa akiamka usiku, kwa unyenyekevu alikuwa akifanya maombi. wakati fulani Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwa kuona hali yake hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu amekwisha samehe dhambi zako zote, kwa nini wewe unafanya maombi sana, na kwa nini kwa unyenyekevu sana unafanya maombi? Kwa nini unakuwa na hofu sana ya Mwenyezi Mungu? Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hata hii kwamba katika damu shetani anatembea, lakini Mtume sallallahu alisema kwamba shetani yangu amekuwa Muislamu. Yani hakuna maradhi ya kiroho inayoweza kumshambulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata kidogo. Lakini kwa kuwa na hali hii yote, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wokovu wangu utakuwa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Mimi pia nataka niendelee kuinama mbele yake. Basi ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa na hali yake hii yote alikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki, basi ni nani mwingine ambaye anaweza kusema kwamba yeye hana haja ya kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, au anatakiwa azingatie kila kazi yake anayofanya?
au yeye hana haja ya kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, basi kuna haja ya kuwa na tahadhari kila wakati kwa kufuata ucha Mungu. Kuna haja ya kuchunguza hali zetu na amali zetu kila wakati. Kuna haja ya kuomba rehema ya Mwenyezi Mungu kila wakati. Inatakiwa iwe na wazo hili moyoni kwamba mimi namna gani nitasalimisha imani yangu. Na kuhusu hii aya ya pili iliyosoma, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu hali yake hii, kwamba amesema kwamba msiwe sawa na wale waliomsahau Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawasahulisha nafsi zao, na kama nilisema kwamba wale wanakuwa na maradhi ya kiroho, wao hawaoni kwamba wao ni wagonjwa. Hata marafiki kwa kuwaona wao ni wagonjwa wa kiroho, wakitaka kuwatibu, wao wanaona kwamba marafiki wao ni wagonjwa au ni mwenda wazimu, kana kwamba maradhi ya kiroho inawafanya vipofu na hawawezi kuona maradhi yao. Na matokeo yake ni kwamba maafa yanatokea na maangamio yanatokea. Inatakiwa ikumbukwe kwamba kwa kawaida mwanadamu anamsahau Mwenyezi Mungu katika njia tatu, au ni watu wa aina tatu ambao wanaonekana duniani kwa kawaida, ambao wanakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Ya kwanza ni wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu hata kidogo, na wanasema kwamba Mwenyezi Mungu hayupo wala hapatikani. Kama siku hizi wapo wengi ambao wanakuwa na nadharia hii, ambao wanasema ni wasomi na wanakuwa na kibri sana kwa sababu ya elimu yao. Na hawa watu kwa kupitia mitambo ya kisasa na internet wanaharibu mawazo ya vijana kwa imani yao na kwa mawazo yao. Ya pili ni wale watu ambao hawana imani halisi juu ya Mwenyezi Mungu mwenye uwezo, ambaye kwake watarejea na wataulizwa kuhusu vitendo vyao. Wao wana imani au wanakiri kwamba Mungu yupo, yani Mungu ni mmoja ambaye aliumba dunia hii na chini yake nidhamu moja inaendelea, lakini hata kwa kuwa na hali hii hawafuati amri zake. Na ya tatu ni wale watu ambao wamezama katika dunia kiasi hiki kwamba wamemsahau Mwenyezi Mungu. Wakipata wazo Mungu yupo, wataswali na watafanya maombi, lakini hawafai kwa mfululizo. Hawajali kwamba Mwenyezi Mungu amelazimisha sala 5 kwa ajili ya muaminio. Ilmradi hii ni uhakika kwamba wale wanamsahau Mwenyezi Mungu wanafika katika hali hii kwamba wanakosa hulka njema, na vile vile wanaanguka katika hali ya kiroho, na polepole wanakosa utulivu wa moyo. Wao wanadhani kwamba watapata faida katika mambo ya dunia. Kwa hiyo ngoja tufanye kazi ya dunia, baadaye tutatimiza haki ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu katika faida ya dunia wanaona kwamba ni utulivu na faraja na raha, lakini kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu anawatendea hivi kwamba fa ansahum anfusahum, yani akawasahaulisha nafsi zao. Na watu wa aina hii hawawezi kupata utulivu wa moyo. Basi Mwenyezi Mungu aliwaambia waaminio kwamba ikiwa mnayo uchamungu wa kweli na nyinyi ni waaminio kweli kweli na mnamwamini Mwenyezi Mungu na mnayo imani juu ya umoja wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii muishi sawa na
yale masharti ambayo Mwenyezi Mungu amesema kwamba mnalazimika kufuata yale masharti katika maisha, na yale masharti ni haya kwamba kwa ajili ya kila kazi muzingatie kesho yenu. Na ikiwa munayo imani hii kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kazi yenu, kitendo chenu, mtu anapokuwa na wazo hili, katika hali hii mtu akifanya kazi yoyote hali yake inakuwa tofauti, na mtu mwenyewe anahisi kwamba kwa sababu ya hii fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yake. Hazur anasema, nakumbuka nilipoenda kutembelea nchi ya Kenya, kule wakati wa sherehe fulani mwanasiasa alikutana nami. Alisema, aliniambia kwamba amewahi kukutana na halifa wa 4, na halifa wa 4 alinisihi na nimepata faida sana ya nasaha hii. Na nasaha ile ilikuwa hii kwamba kabla ya kufanya kazi yoyote ufikirie kwamba Mwenyezi Mungu ananiona na yeye anayo rekodi ya kazi yote. Hazur anasema sikumbuki alikuwa Mkristo au Muislamu, lakini aona alikuwa Mkristo. Ikiwa Mkristo anaweza kufaidika na nasaha hii, mwaminio ambaye Mwenyezi Mungu amemsihi, yeye atapata faida kiasi gani, kwamba yeye azingatie mwisho wa kazi yake na matokeo ya kazi yake, na awe na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kazi yangu ninayofanya, na kwa sababu ya hii nitafanya kila kazi yangu sawa na ridhaa yake. Ikiwa mtu hana wazo hili na mkisahau Mwenyezi Mungu katika hali hii, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mtakuwa pamoja na wale waliunja sheria. Mwenyezi Mungu hapa kakusema fasiki, ameweka wazi kwa ajili ya wale wanaodai kwamba wana imani, kwamba ikiwa nyinyi hamfuati ucha Mungu, hamjali kuhusu kesho yenu, na hamfuati amri za Mwenyezi Mungu, basi nyinyi mtahesabiwa pamoja na fasiki. Na fasiki ni wale ambao wanavunja mipaka ya Mwenyezi Mungu, wanaofanya madhambi, ni wale wanaotoka nje katika utii, ni wale ambao wanakuwa mbali na ukweli. Basi ikiwa sisi hatuchunguzi amali zetu na hatufanyi vitendo vyetu sawa na amri za Mwenyezi Mungu, basi jambo hili ni lenye hofu sana. Halifa wa pili kwa kueleza tafsiri ya sehemu hii ya aya anasema kwamba msiwe sawa na wale watu kwao Mwenyezi Mungu amesema, nasullah faansahum anfusahum ulaika humul fasikun, yani wale waliosahau rehema na walimwacha Mwenyezi Mungu na walizidi katika shari yao na walianza kufanya njama ya aina mbalimbali, na kwa kupitia njia hii wanataka kufaulu, na wao wanafanya vitendo kama mbweha anafanya vitendo. Kisha halifa wa kwanza anaendelea kusema kwamba matatizo anayopata mwanadamu, kila mtu anakuwa na mahitaji ya chungu mzima. Yeye anahitaji chakula na vinywaji, vile vile anakuwa na marafiki na maadui. Lakini katika hali hizi zote mcha Mungu sifa yake ni hii kwamba yeye anajali isije akaharibu uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, yani kila wakati anamkumbuka Mwenyezi Mungu na anatanguliza Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Amesema ikiwa mtu anamtegemea rafiki, labda yule rafiki anakufa kabla ya kufariki kwake, au kwa sababu ya shida nyingine yule rafiki hawezi kumsaidia katika maisha. Ikiwa yeye anamtegemea kiongozi wake, labda yule kiongozi anahamishwa na yeye hawezi kupata faida kutoka kiongozi yule, na ikiwa anategemea jamaa zake kwamba ambao anawategemea kwamba watamsaidia, lakini
wakati wa shida anakuwa mbali kiasi hiki kwamba hawezi kumsaidia, basi amesema hatutakiwi tuvunje uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu wakati wowote, ambayo uhusiano huu hauwezi kuwa mbali katika maisha na mauti. Amesema msiwe sawa na wale watu ambao walivunja uhusiano wao na Mwenyezi Mungu. Matokeo yake ni kwamba nyinyi hamwezi kusalimika katika maafa na matatizo, bali mtafedheheshwa, na huenda fedheha hii mtapata kutoka kwa marafiki zenu. Wale watu wanaovunja uhusiano wao na Mwenyezi Mungu ni nani? Hawa ni mafasiki, hawana imani halisi. Si hii tu kwamba wao wako mabichi katika imani, yani hawakuiwa katika imani, bali wao hawahurumii viumbe vya Mwenyezi Mungu, yani hawatimizi haki za Mwenyezi Mungu wala hawatimizi viumbe vya Mwenyezi Mungu. Basi kila mmoja wetu anatakiwa afanye juhudi kwamba kila kitendo chake kiwe sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Badala ya kuzingatia faida ya muda, tuzingatie kesho yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.